Mimi CEO. Okay. Lazima niwe na brand. Tunaona shingoni umevalia cheni fulani hivi ambalo liko kivyaipi sana, yani unang'aa. Umetumia shilingi ni vitu ambavyo vinakuja nje ya nchi hii. Guys, kwa majina naitwa Esther na siku ya leo niko na dada fulani hapa amazing sana, dada ambaye ana brand yake na ataenda kujitambulisha kwa majina peke yake. Dada unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jolie Mifa. Jolie Mifa? Yeah. Okay. Jolie na maanisha nzuri, pretty, beautiful. Na Mifa? Mifa ni kifupi cha majina yangu ya asili ambayo ni Mitamba Faliana. Okay, lakini mbona kama hilo jina nishawahi kulisikia? Hilo jina kwa kweli nishawahi kulisikia kwenye sehemu fulani. Ni jina la TV ambayo mimi ndo CEO wa kampuni hiyo, na TV hiyo ipo Stockholm. Okay. Yeah. Kwa TV hiyo ni hapa Sweden? Ni hapa Sweden, kwenye mji mkuu wa Stockholm. Okay, vizuri sana. So guys, bila kwenda mbali, huyu ni CEO wa TV ambayo inaitwa Mifa TV hapa Sweden. Yeah. So kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikia hilo jina, wajue kuanzia leo kuna TV ambayo inatumika inaitwa Mifa TV. Okay, vizuri sana. So TV hiyo ina maana gani labda? TV hiyo iko kwa ajili ya kutoa matangazo mbalimbali, taarifa mbalimbali na vipindi mbalimbali. Okay, vizuri sana. So hapa tuko wapi? Hapa nimekuja kwenye sherehe, yani hapa tuko kwenye mji wa Linköping. Ndio sehemu ambapo umefanyika sherehe ya kina mama ya sikukuu ya kina mama duniani ya Lewi Mars. Okay, vizuri sana. Lakini kama ulivyosema kwamba TV hiyo inatumika na kutoa taarifa mbalimbali, na hapa tupo kwenye sherehe. So kwa nini TV hiyo labda haijajumuika na sisi pamoja hapa siku ya leo? TV hiyo haijajumuika kwa sababu mtangazaji wa TV hiyo iko octogen kidogo, yani yuko busy, anafanya kazi kwa siku ya leo. Oho, kwa itakuwaje labda maendeleo ya TV hiyo endapo labda tukiwa kwenye fete zingine au mambo mengine akiwa yupo octogen kama hivi? Hakuna siku nyingine atakayokuwa octogen, ni siku ya leo tu. Na hiyo aliomba samahani. Ila mimi niko kama vile mwakilishi. Okay, sana guys. So guys, kama mnavyosikia mtangazaji wa Mifa TV akufika leo kwa sababu walikuwa yupo octogen, tuseme hivyo kwa sababu bado siku bado inaendelea. So yupo octogen ndio maana hajafika. Wale ambao hawajui octogen kwamba yupo busy, ana kitu ambacho labda kinamsumbua kama vile kazi na mambo mengine, inaweza kuwa magonjwa, kazi nini na vitu vingine. So ndio hivyo guys. So mwakilishi ndio huyu hapa, CEO ameweza kufika siku ya leo. Tumefurahi sana kuwa pamoja na CEO wa TV ya Mifa TV na tunakupenda sana. So tuendelee mambo mengine na maswali kidogo ambayo watazamaji labda wanataka kujua au kuyafahamu zaidi. Okay. Naona siku ya leo umeshine, siku ya mama. Ndio. Umetumia shilingi ngapi labda? Kwa bei inaweza ikasumbua sana kwa kutaja, maana idadi ni kubwa. Lakini naweza nikataja kwa bei ya kimoja. Yani vizuri sana ukataja kwa sababu wengine wapate kujua. Na wale ambao labda wanapenda nguo yako, begi lako, wigi lako. Sijui naweza nikaanzia kwa kipi? Maana kwa wigi labda. Okay. Ikapendeza sana. Kwa wigi nataja na sehemu ambayo ulinunulia. Okay, asante sana. Kwa wigi hii ni ya $150. 150? Yes. Mbona nyingi sana dada? Yes. Mimi ni CEO. Okay. Lazima niwe na brand. Bila tofauti. Vizuri sana. Na wigi hii kutoka kwenye soko ya kimataifa ambayo ni ya
AliExpress. AliExpress. Yes. Yeah. Vizuri sana kabisa. So miwani labda. Miwani sio ya bei kali, ni ya $20. 20? Yeah. Okay, vizuri sana. Tunaona shingoni umevalia cheni fulani hivi ambalo liko kivipi sana, yani unang'aa. Umetumia shingapi? Shingoni ni jumla ya shingoni, sikioni, vidoleni na nilikuwa nimesahau. Yeah. So guys, hiyo ni kitu ya $300. 300? Yeah. Nyingi sana dadangu. Ni kitu amazing. Amazing. Ni pure. Yes. Okay. So gauni labda. Gauni hii ni ya $500. 500? Yes. Hela nyingi sana dada, ambao mimi siwezi nikaipata kiurahisi. Unaweza tu ukitaka. Sio kiurahisi. Yes, unaweza ukitaka. Umenunulia wapi labda kwa wengine ambao wanatutazama kama wameipenda labda wakainunue huko ambako umenunua? Okay. Gauni hizi zinatoka kwenye nchi fulani huko ambao ni ya Senegal. Yaani ni vitu ambavyo vinakuja nje ya nchi hii. Vinasafirishwa hadi vifike hapa. Okay. Na huko ndo sehemu ambayo kunatoka vitu kama hivi. Okay. Yeah, inaitwa Bazin Riche. Afu ya maperlin. Ndio hizi. So guys, kama mnasikia majina haya ndo ya kwanza mara yangu ya kwanza kusikia, so mzingatie jina. Yaani inaitwa Bazin Riche VIP ya Perlin. Okay, kwa mtu ajenda online akiandika Bazin Riche VIP Perlin ila mtandaoni hauwezi ukaipata. Yeah, ni vitu ambavyo vinakuja kwa order. Nimekubali wewe ni wakishua. So begi na kiatu. Begi na kiatu hapa ni vitu vya $200 tu. Sio vya bei kali. 200? Yes. Nimenunua kwa pamoja. Yeah, ni vitu vinakuja kwa pamoja. Nzuri sana, so umeshine. Asante sana.